Shughuli za masomo zimesambaratishwa katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia ya Masinde Muliro mjini Kakamega kutokana na mgomo wahadhiri wa vyuo vikuu ulioanza leo kote nchini. Wahadhiri hao wameshikilia kuwa watarejea kazini hadi serikali itakaposikiza matakwa yao, wakidai kuna mchezo unaoendelezwa kila mwaka wa kufoka kuwa punda amechoka sasa. William Makos anatuelezea kinachoendelea kule chuo hicho. Huu ni mgomo ambao umeng'oa nanga kuanzia hii leo saa 6 na utakuwa unaendelea hadi wanaposema walivyosema serikali itakaposikia kilio chao. Mkataba ambao tulikuwa nao ni kwamba tulipatiwa nyongeza kwa fedha zetu za mshahara, na tukakuwa na malimbikizi ambao walikuwa wamesema watatupatia miezi 18. Lakini sasa serikali imeshakeuka mkataba huo. Wakati tulifika mwisho wa mwezi wa 6, hakuna malimbikizi yetu ambayo tumepatiwa. Viongozi wetu wa kitaifa kwa vyama hizo vitatu wameweza kutembelea serikali kupitia kwa ministry yetu ya education, lakini hata wa leo hatujapata ripoti yote kamili. Waziri wa elimu ameandika barua ya kusema kwamba pesa ya kumaliza huu mgomo imetoka. Ningependa kusisitiza kwamba sisi hatutarudi kazini mpaka hiyo pesa tuone imeingia wapi kwa mfuko. Tuko hapa sababu ya ile malimbikizi ama arrears za 2021-2025 CB ambayo ilikuwa negotiated, ikakuwa signed na wakaongeza mshahara kidogo. So tuko hapa tunataka hiyo arrears zilipwe. Wahadhiri wao wanasema kuwa hawatarejea kazini hadi mkataba huo utakapotimizwa, pamoja na kuhakikisha kuwa malimbikizi yao yaliyokuwa yamewekwa sahihi na serikali yametimizwa. William Makos, NTV, ikiwa katika chuo kikuu cha Masinde Muliro mjini Kakamega, kaunti ya Kakamega.